Halmashauri yetu ya mji wa Tunduma imegawanyika katika makundi mawili, hasa kwenye utoaji wa huduma ya pembejeo kwa maana ya vituo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lini halmashauri yako itaruhusu kata zote zilizopo kwenye mji wa Tunduma kuruhusu kuwa na vituo vya wananchi kuweza kuchukulia zile kadi za pembejeo kwenye kata zao? Mfano, kata ya Uwanjani nina wakulima wengi sana, lakini wanapata usumbufu wanapotoka kwenda kwenye kata nyingine na kutaka huduma hiyo, wanarudishwa tena kwamba sisi huku hiyo huduma kwa kuwa ni mkazi wa kata ya Uwanjani urudi kule kule Uwanjani, na Uwanjani haijaingia kabisa kwenye kuruhusu kutoa huduma hiyo. Ni lini sasa hizi kata ambazo hazina huduma hiyo ziweze kutoa huduma, kuondoa adha wanayokutana nayo wananchi wetu? Asante sana. Asante, mkalifanyie kazi. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Swali langu, Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri yako imejipanga vipi kukawa na wafanyabiashara waliokuwa wanafanya biashara pembezoni mwa barabara ili kuhakikisha inawatafutia sehemu ya kufanya biashara? Asante. Katika bajeti yetu tumewekeza fedha katika masoko. Lengo ni kwenda kuboresha masoko yetu na yaweze kuchukua wafanyabiashara kwa wingi, ili wale wafanyabiashara walio katika sehemu zisizo rasmi sasa waende katika masoko yetu ambayo sasa tunakwenda kuyatekeleza kwa bajeti ya mwaka 26-27 ndani ya mji wa Tunduma ambayo itakuwa na hadhi ya kimataifa. Nini mpango mkakati wa halmashauri kuhakikisha kwamba yale makazi yanayozunguka mradi wa bandari yataendana na hadhi halisi ya bandari, hasa kwa namna ya ujengaji, lakini maboresho ya miundombinu ya barabara na maji? Naomba kujibu. Asante sana. Kwa mujibu wa ramani ya mwekezaji upande wa miundombinu, alituonesha ya kwamba itakuwa miundombinu ambayo ni ya kutosha, kwa maana ya kwamba sehemu za kuingia na kutoka. Lakini kama mnakumbuka, eneo lenyewe lile halmashauri imepima viwanja baadhi ya maeneo ya Msinde na Katenjele. Kwa hiyo tunaelekeza pia wataalamu wetu waendelee kusimamia ujengaji wa kufuata sheria, kwa maana ya kwamba mipango miji isimamiwe ili eneo sasa liendane na malengo yetu. Asante kwa kunipa nafasi hii. Swali langu ni kwenye stendi ya Chipaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, stendi ya Chipaka kwenda kuondoa adha ya maji kwa kuchimbia kisima kirefu kupata maji ya kirefu cha maji. Asante kwa swali zuri. Ni kweli stendi ya Chipaka imefunguliwa na inafanya kazi, na kwa sasa niseme tu kwamba fedha tayari zimetengwa na halmashauri kwa ajili ya uchimbaji wa kisima, na wataalamu walikwenda wakatambua maeneo. Baraza linaelekeza huduma hiyo ikafanyike haraka ya uchimbaji ili wananchi wetu sasa. Basi ya kuuliza swali hapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mji wetu wa Tunduma barabara kuu imezidiwa sana na magari. Kwanza kata ya Katete kwa Mwanga mpaka pale Makambini, barabara hii huwa inatusaidia sana kupunguza foleni ya magari mengi katika barabara kuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuanzia hapa halmashauri, wakati mimi nakwenda shambani nilipita pale na pikipiki nikatumbukia, wananchi wakinizomea sana. Sasa ni lini sasa tutakwenda kurekebisha eneo hili angalau lifanane? Asante. Asante sana, swali zuri. Ni kweli kabisa, na kwenye bajeti wakati tunasubiri mradi mkubwa wa barabara ya lami kutoka Mwakabwangazi mpaka pale Makambini. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwa nini soko la Machinga Maporomoko ambalo lina zaidi ya miaka 3 na miundombinu ya choo ishajengwa, kwa nini haijaanza kujengwa? Na ndugu Mwenyekiti, sio wakati mwafaka wa kuruhusu wananchi wale kupimiwa yale maeneo ili waweze kujenga soko likaendelea na pale halmashauri yako ikapata fedha kutumia soko hilo? Asante. Ni swali ni jambo ambalo tulikuwa tumeliweka kwenye bajeti, lakini kwa sababu ya tunasema mahitaji ni makubwa, lakini kakate tuliko nako ni kadogo. Kama unakumbuka Mheshimiwa, kwenye bajeti ambayo tuko kuichakata kwa sasa, tumekubaliana
kwamba wataalamu wetu waende, ikiwezekana, watafute wabia ambao tunaweza tukajenga kwa ubia kwa kutumia wananchi wenyewe au mtu binafsi, ili tuweze kuyatanua masoko yetu kwa kasi, kwa sababu tukisema tuendelee kusubiria bajeti tutachelewa zaidi, na mji wetu ni wa kibiashara na wafanyabiashara wadogo wadogo na wakubwa wanaongezeka kwa kasi. Hivyo basi tunazidi kuelekeza wataalamu wetu waweze kulifanyia kazi jambo hilo, kutafuta wabia ili tuweze kuyajenga masoko yetu kwa uharaka zaidi. Asante. Pende kushukuru kunipa nafasi hii ya kuuliza swali la papo kwa papo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na serikali kuwekeza sana katika miundombinu ya elimu, hasa katika ujenzi wa shule za msingi na shule za sekondari, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kuuliza swali. Ni lini sasa halmashauri yako itawekeza mkakati kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za walimu katika shule za sekondari ambazo zipo sasa? Sasa linaweza likatusaidia kwenye taaluma ya watoto wetu shuleni kuendelea kufanya vizuri. Kwa kweli tumekuwa tukiendelea kutenga fedha na kujenga nyumba za walimu baadhi ya maeneo, lakini mahitaji ni makubwa sana. Hivyo basi tujielekeze kwenye bajeti zetu, wataalamu tujielekeze kwenye bajeti zetu, tutenge fedha kwa wingi ili kuendelea kujenga nyumba za walimu katika shule zetu za sekondari na za msingi, ili kuweza kufanya vizuri kwa watoto wetu, hasa wanapokuwa karibu na walimu katika mazingira ya shule. Asante. Kutenga maeneo ya masoko, machinga na masoko mengine katika kata zake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lini sasa serikali kupitia halmashauri hii itaona umuhimu wa kutoa kipaumbele cha kupeleka masoko kwenye kata zilizoko pembezoni mwa mji wetu, hasa ukizingatia kwamba wanatembea umbali mrefu kwenda kupata huduma za masoko? Mfano kata ya Chipaka, kata ya Chiwezi. Mathalani katika kata ya Chipaka tuna mitaa mizuri iliyoendelezwa vizuri kama mtaa wa Msongo, ambao wanatembea umbali mrefu kuja mjini kupata huduma. Mtaa wa Chipaka, mtaa wa Katete na mitaa mingine kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba majibu. Kama nilivyojibu kwenye maswali yaliyopita, tunajielekeza halmashauri kujenga masoko katika maeneo yetu ya makazi ya watu ili kupunguza changamoto hizo za kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini kuongeza mzunguko wa fedha na kuongeza sehemu za watu kujipatia kipato. Hivyo basi tunazidi kushauri mamlaka, hasa upande wa mipango miji, hata tunapopima maeneo mapya tuendelee kutenga maeneo ya wazi kwa ajili ya masoko, lakini twende mbali zaidi, sehemu ambazo tunaona zimechangamka, sisi kama viongozi wa wananchi tunaweza tukaanzisha taratibu sisi wenyewe huko kutengeneza vibanda, kuanzisha masoko. Baadaye halmashauri italeta fedha na kuboresha masoko hayo ili wananchi wetu waendelee kupata mzunguko wa fedha. Ilikuwa imeanza mchakato wa kuifanya iwe manispaa toka baraza lililopita, Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini baraza hili mpaka leo hatujui kitu chochote kinachoendelea, kama tulishakubaliwa au tulikataliwa. Na kama tulikubaliwa, jambo la heri, na kama tulikataliwa, basi ni vizuri baraza lako likawa linajua sababu zilizopelekea, ili tuongeze effort ya kuhakikisha tunapata manispaa. Sasa nilitaka kujua kutoka kwako Mheshimiwa Mwenyekiti, nini kinachoendelea juu ya mchakato wa kuifanya halmashauri ya mji wa Tunduma kuwa manispaa, ambalo kila mmoja wetu aliyemo humu anatamani litekelezwe la manispaa. Lakini ndugu zangu, issue ya manispaa ina vigezo vyake na masharti yake. Mwanzoni tuliandika barua na tukapeleka. Kuna vigezo ambavyo tuliqualify, lakini kuna vigezo ambavyo vinatufanya tuchelewe. Na ukiangalia kwenye bajeti, kati ya vigezo vinavyotufanya tuchelewe, kwenye bajeti tumetenga fedha kwa ajili ya kuwa na jengo la ukumbi wa mikutano, lakini tuwe angalau na hoteli ya nyota kuanzia 3, lakini angalau tuwe na chuo
hata kimoja. Na bahati nzuri, kwa maana ya mwendelezo, tayari tuna eneo la kujenga chuo na tunapambana ili tupate chuo cha VETA kijengwe maeneo ya Mpande, lakini tunatamani kujenga, na kwenye bajeti zetu kama mliangalia, kuna maeneo ya Danida inatakiwa tujenge hoteli nzuri, lakini tunaenda kujenga jengo la kibiashara ambalo tunadhani juu pale patakuwa na ukumbi wa mikutano pale maeneo ya ofisi za mbunge maarufu kama ofisi za mbunge. Kwa hiyo kikubwa, tushirikiane na wataalamu wetu kukusanya fedha kufikia lengo, tutekeleze miradi hiyo ili sasa tufike nchi ya ahadi ya kuwa na manispaa katika mji wa Tunduma. Karibu sana.